kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ni mchezo wa kwanza kwa msimu wa 2025-26 unaokutanisha watani wa jadi Yanga dhidi ya Simba. Mchezo huu utachezwa kwenye uwanja New Amani Complex pale visiwani Zanzibar siku ya Machi mosi. Sasa kuelekea katika mchezo huo, Mohamed Damaro Kamara amekuwa gumzo kubwa, na gumzo lenyewe linahusiana na kubadili kwake uraia kutoka kwa raia wengine kuwa Mtanzania. Lakini cha kushangaza ni kwamba mchakato huo wa yeye kubadili uraia kutoka kwa raia wengine na kuwa Mtanzania ulishafanyika tangu msimu uliopita. Katika tangazo la idara ya uhamiaji Januari 23 mwaka 2025 ilifafanua kwamba Mohamed Damaro Kamara akiwa na wachezaji wengine wawili, wakati huo akiwa Singida Black Stars, kwa maana Emmanuel Kwame Kiyeke aliyekuwa raia wa Ghana na Josephat Athubada aliyekuwa raia wa Ivory Coast, wote waliomba uraia na wakazingatia vigezo vyote wakapata, na sasa ni Watanzania wa jinsi. Kwa taratibu ni kwamba kwenye sheria ya uraia ya Tanzania kuna uraia wa aina tatu. Kuna uraia wa kuzaliwa, uraia wa kurithi na uraia wa tajinisi, ambao huu huhusisha muhusika kuomba, na wao walifuata taratibu kwa kuomba na mwishowe wakapata uraia huo kwa kuzingatia sheria ya uraia ya Tanzania sura namba 357 vifungu vya 9 na 23. Kwa hiyo tangu msimu uliopita wakati wakichezea Singida Black Stars, hasa kwenye mzunguko wa pili, walikuwa tayari wameshakuwa wa Tanzania. Yeye Mohamed Damaro Kamara alikuwa ni miongoni mwa wachezaji wa Singida Black Stars waliokuwamo kwenye kikosi kilichocheza dhidi ya Simba, kwa mfano katika mechi ya nusu fainali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, Singida Black Stars wakishinda kwa mabao 3-1. Yeye alikuwa ni miongoni mwao kati ya wachezaji ambao wakiwa tayari na uraia wa Tanzania. Sasa kusajiliwa kwake na Yanga ni kwamba TFF, shirikisho la mpira wa miguu, linatambua kwamba yeye ni Mtanzania kama ilivyothibitishwa na mamlaka husika, Wizara ya Mambo ya Ndani kupitia idara ya uhamiaji. Kwa sababu hiyo, katika wachezaji 12 wa kigeni ambao ndio ruhusa kwa kanuni za ligi kuu Tanzania bara kwa kila klabu yenye uwezo wa kufanya hivyo kusajili, yeye Mohamed Damaro Kamara hayumo katika orodha ya wachezaji wa kigeni kwa sababu yeye ni Mtanzania. TFF haina sauti juu ya uraia wa mtu. Zenye mamlaka ni serikali kupitia idara ya uhamiaji kwa hapa nchini. Kwa sababu hiyo alifuata taratibu zote akapata kuwa sehemu ya wachezaji wa Yanga katika msimu wa 2025-2026. Lakini labda kama kutakuwa na tishio ni juu ya yeye atapokuwa anaanza kutumikia timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, kwa sababu kuna taratibu za FIFA. Kuna uraia ule ambao ni unatolewa na nchi husika, lakini kwenye FIFA yenyewe na taratibu zake juu ya mchezaji anapohama uraia kwenda katika taifa lingine. Katika taratibu hizo ni pamoja na kusubiri walau miaka 3 kabla ya kuanza kuitumikia timu yake ya taifa jipya, na hilo linapatikana kwenye sheria za FIFA kuhusiana na usajili na hadhi za wachezaji, ambapo ndani yake inazungumzia kuhusu national eligibility, ambapo miongoni mwa sifa hizo ni pamoja na kusubiri kwa miaka 3. Sasa Mohamed Damaro Kamara, Emmanuel Kwame Kiyeke, Josephat Athubada lazima walau kipite kipindi cha miaka 3 ndipo atumikie timu ya taifa. Na kama kuna lalamiko kuhusiana na uraia wake kwa kuchezea timu ya taifa, ndipo FIFA wanaweza wakaingilia kwenye mechi, kwa mfano Yanga dhidi ya Simba au Yanga ilipocheza dhidi ya Namungo. Kwa kuwa Damaro Kamara tayari ana uraia wa Tanzania, ni dhahiri kwamba FIFA hawawezi wakaingilia, kwa sababu hawana mamlaka kwa nchi yoyote ile, kwa serikali yoyote juu ya taratibu zake za kutoa uraia. Na shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF haina mamlaka hayo. Yenyewe kwa taratibu zake ni pamoja na mchezaji kuwa na passport ambayo ni ya Tanzania, au unaweza kuwa na kitambulisho cha NIDA. Sasa ni dhahiri kwamba ni kweli yeye ni gumzo, lakini kuhusiana na ishu za uraia TFF haihusiki. Isitoshe, FIFA hufuatilia suala la national eligibility pale mchezaji anapokuwa ataka kuitumikia nchi katika michuano ya kimataifa, na kuingilia kwa FIFA mamlaka yake huwa ina pale tu panapohusisha mgogoro wenye kuhusisha nchi zaidi ya moja ambao ni miongoni mwa wanachama wake. Sasa kwa mechi za ligi kuu Tanzania bara, Yanga kwa mfano dhidi ya Namungo, kama kuna swala lolote kuhusiana na Damaro Kamara, sio FIFA wanaohusika, na wenye mamlaka ni shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF, na wala sio FIFA. FIFA haiingilii masuala haya, haina mamlaka hayo
pale linapohusisha swala la ndani ya nchi. Sasa lakini kwenye eneo la kuchezea, Mohamed Damaro Kamara ikiwa kwenye kiwango chake bora, ni dhahiri kwamba Simba hasa katika eneo la kiungo, wachezaji watakaopata nafasi ya kucheza wanapaswa kuwa makini, kwa sababu kocha Pedro Gonçalves wa Yanga amekuwa akimtumainia Damaro Kamara anapokuwa uwanjani kuwa sehemu ya chanzo chake cha kupata matokeo mazuri. Kumbuka Yanga wanakwenda katika mchezo huu kisaikolojia wakiwa na nguvu, walishashinda mechi 6 mfululizo zilizopita dhidi ya watani zao wa jadi Simba. Lakini Yanga wanakwenda kwenye mchezo huu wakiwa katika ligi kuu Tanzania bara, wamecheza mechi 9, wameshinda 8, wana sare moja, ile suluhu waliotoa dhidi ya Mbeya City. Kwa sababu hiyo, kwenye matokeo yao ambayo yamewafanya Yanga wawe wa pili hivi sasa wakiwa na pointi 25 kati ya 27, wakiwa ndio timu iliyofunga mabao mengi ambayo ni 22, ikiwa ndio timu yenye ukuta imara, wao na Azam wameruhusu mabao mawili. Miongoni mwa nyota wanaowezesha kocha Pedro Gonçalves kupata matokeo hayo ni pamoja na Damaro Kamara. Katika eneo la kati amekuwa na msaada mkubwa kwake kama destroyer, akitoa fursa kwa kiungo mwenzake anayecheza naye katika mechi husika. Kwa mfano, Duke Abuya kupata nafasi ya kuwa box to box, akienda mbele wakati wanaposhambulia, akirudi wakati wanapozuia. Yeye Damaro Kamara akiwa mzuri katika anticipation, kukadiria mipira hatarishi ya wapinzani na kwenda kuicheza. Wakati mwingine kucheza faulo za kimbinu ili kuwahami walinzi wanne wa Yanga katika mfumo wa baada ya golikipa anakuwa na walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Kwa mfano, katika mfumo huo huwa anacheza na Duke Abuya. Anapocheza naye Duke Abuya hupata nafasi ya kwenda mbele zaidi na kuwa na madhara kwa wapinzani. Kwa hiyo Damaro Kamara akipata nafasi ya kucheza, sio tu hatari yeye mwenyewe katika kutekeleza majukumu kama kiungo ukabaji, lakini pia huwa anatoa fursa kwa kiungo mwenzake. Hapa kwa mfano tunapozungumzia Duke Abuya ni kwamba huyo mwenzake anakuwa hatari zaidi kwa wapinzani. Kwa mfano, mpaka kufikia mechi kabla ya mechi dhidi ya Namungo aliyoshinda 1-0, Duke Abuya ambaye ni pacha wa Damaro Kamara, mara nyingi anapoamua kumtumia kocha Pedro Gonçalves amepata nafasi ya kuwadhuru wapinzani kutokana na namna anavyokwenda kushambulia. Duke Abuya alikuwa amecheza mechi 7, dakika 530 alikuwa tayari amefunga goli moja, ametoa assist 4, akichangia mabao 5 kati ya mabao 21 aliyofunga Yanga kabla ya mchezo dhidi ya Namungo, sawa na mchango wa mabao wa around 24. Walipocheza dhidi ya Namungo wakafunga bao lingine. Sasa Duke Abuya anapata nafasi hiyo ya kwenda kuwadhuru wapinzani ni kwa sababu ya kazi nzuri inayofanywa na Damaro Kamara katika eneo la kiungo wa ukabaji. Kwa sababu anapokwenda kushambulia, Damaro Kamara huwa yeye haendi mazima, anaungana na mabeki wao wakati katika kuhakikisha Yanga haikumbani na matatizo ya mashambulizi ya kujibu kutoka kwa wapinzani. Sasa katika mechi dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kama Damaro Kamara anapata nafasi ya kucheza, anapata nafasi ya kucheza na Duke Abuya, maana Duke Abuya ataendelea kuwa tishio kwa walinzi wa Simba kwa sababu atakuwa ni kama supportive striker, mshambuliaji msaidizi nyuma ya mshambuliaji kinara, kutokana na namna Yanga wanavyocheza. Jeuri hiyo ya Duke Abuya kusogea zaidi juu ni kwa sababu ya Damaro Kamara. Kwa hiyo katika eneo tishio la Damaro Kamara wapo uwanjani ni pamoja na hili la kutoa fursa kwa kiungo anayecheza naye huwa tishio katika eneo la mwisho, lakini kwa wakati huo yeye huwa imara katika eneo la kati kuhakikisha timu pinzani haijengi mashambulizi hatari kuelekea lango la Yanga kwa sababu tu ya kuwepo kwake. Damaro Kamara ana nishati mzuri kufanya tackling, lakini pia kucheza faulo za kimbinu wakati mwingine, alimradi tu kulihami lango lake. Tishio la Kamara lipo katika eneo hilo. Lakini jambo lingine ni kwamba endapo sasa atatumika katika timu ya taifa ya Tanzania kwa hivi sasa, tishio ni kwamba kuna uwezekano wapinzani wa timu ya taifa Taifa Stars kama wataona Damaro Kamara ni miongoni mwa wachezaji wake kwa sasa, ikiwa ni baada ya kuswitch uraia, kubadilisha uraia kutoka Guinea kuwa Mtanzania, wataangalia je, anatimiza vile vigezo vya FIFA juu ya national eligibility. Maana sheria za nchi zinafafanua juu ya nani awe raia wa Tanzania, lakini sheria za FIFA zenyewe zinafafanua juu ya vigezo vya mchezaji anapotumikia nchi awe na sifa zipi. Sasa sifa hizo ni pamoja na walau kudumu kwa miaka 3 tangu abadili uraia. Zipo sifa nyingine. Sasa kwa Damaro Kamara akichezea timu ya taifa ya Tanzania kwa hivi sasa, basi upo uwezekano kwamba ikaangaliwa taratibu hizo zimefuatwa na inafikia vile vigezo vya national eligibility. Kwenye klabu kila nchi na taratibu zake juu ya swala la kutoa uraia. Kwa Tanzania tumetoka kueleza uraia wa tajnis ambao huhusisha watu kuomba.
Baadhi ya mataifa pia kwenye usajili huwa wachezaji waliodumu muda mrefu kwenye ligi zao huwa wanachukuliwa kama ni wenyeji wa nchi hizo, na hivyo hawafanywi kama wageni katika usajili. Kwa mfano Afrika Kusini, kwa ligi kuu ya Afrika Kusini PSL, wapo wachezaji kama Dennis Onyango, raia wa Uganda, ambaye wakati wa usajili wa Afrika Kusini hivi sasa, kwa kuwa amedumu kwa takriban zaidi ya miaka 10, hachukuliwi kwamba ni mgeni, ingawa yeye ni raia wa Uganda, anachukuliwa kana kwamba ni kwenye usajili ni mzawa. Lakini alimradi tu kwenye kuchezea timu ya taifa, kutoka taifa moja kwenda lingine, lazima kuwe na ruhusa kutoka FIFA, national eligibility. Je, itakuwa vipi katika siku hiyo? Ni swala la kusubiri kuona. Damaro Kamara ambaye ni gumzo atatekeleza vipi wajibu wake pindi akipata nafasi kwa kocha Pedro Gonçalves kuwa miongoni mwa wachezaji watakaotumikia Yanga. Je, Simba pamoja na gumzo lote hili wataathirika kisaikolojia kuelekea mchezo huo pindi wakimuona Damaro Kamara yuko uwanjani? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Huku ilikuwa nyekundu, sijui kama imerekodi sauti.